Sijui itakapokuwa uwanjani, lakini kwenye makaratasi inaonekana ni mechi nzuri kwa sababu inakutanisha timu ambazo zina wachezaji wenye viwango vya juu, lakini kwenye ubora wa timu hivi karibuni imekuwa kwenye kiwango bora, lakini mechi zao kwenye ligi kuu Tanzania bara hazikuwa nyepesi. Mechi kwenye mzunguko wa kwanza ligi kuu Singida walifungwa 1-0 Zanzibar. Haikuwa mechi nyepesi hata kidogo. Wakati huo wakiwa chini ya Patrick Uchebe. Lakini mechi ya marudiano, ingawa Singida walifanya rotation kwenye kikosi chao kukaibua maneno mengi, hiyo mechi ukikaa vizuri na kupiga goli nyingi. Yanga msimu huu kwenye ligi washamfunga Fountain Gate goli 9-0, kwa maana aggregate mechi mbili, kuna 4-0, kuna 5-0. KMC washafungwa 7-1 kama unakumbuka vizuri, yani kuna 1-0, 6-1, nazungumzia aggregate. Ken Gold 7-1 kwa sababu kuna 1-0 alafu 6-1, lile moja alifunga Selebwenzi kama unakumbuka KMC pale. Mabao mengi Yanga ukiingia kwenye 18 zao wanakupiga nyingi. Na kwenye michuano nimeshakwambia wameshinda mechi zote 23 mpaka kufika hapa, kwa sababu katika michuano hii hizi timu za ligi kuu hizi zinaanzia raundi ya pili. Kwa raundi ya pili mechi ya kwanza, raundi ya tatu mechi ya pili, raundi ya 4 mechi ya tatu, alafu robo finali mechi ya 4, nusu finali mechi ya 5, finali mechi ya 6. Ukisikia timu imechukua ubingwa mara 3 mfululizo, maana unachukua 6 mara 3 18. Ukisikia iko finali maana imeshacheza mechi 5, unajumlisha zile 18 zinakuwa 23. Imebaki mechi moja ya finali. Kote huko Yanga wamesafisha afu wamesafisha tena. Hii wanafukuzia taji la 4. Lazima wamenogewa kulitaka ile taji. Lakini Singida Black Stars kwa kikosi walicho nacho, wasifu wa wachezaji, namna walivyofika, wamewatoa mpaka Simba, wanakuwa sasa na shauku sasa. Washamtoa mbabe mmoja katika ligi kuu Tanzania bara, Simba mnyama, timu namba 5, klabu namba 5 kwa ubora barani Afrika, mwana finali wa kombe la shirikisho juzi tu, wao wanataka wakamnyofoe pale. Wamemnyofoa, wamemtoa kwenye michuano. Sasa wanatamani sasa waende na Yanga wampige. Katika mazingira kama haya nataraji itakuwa bonge la mechi. Watu wanasema kuna undugu hapa. Undugu kwa maana ipi? Labda fafanua vizuri kidogo. Yanga na Singida, Yanga wanaweza wakaachiwa na Singida kuchukua kombe hilo? Bado nifafanulie zaidi maana mimi siingie mtego. Baadhi ya viongozi wa Singida ni wapo Young Africans. Una ushahidi? Mimi sitaki kuingia kwenye mtego wako. Nikasema kuna baadhi ya watu wanasema hivyo. Sasa sio kila baadhi kulijadili, kwa sababu ukijadili jambo ambalo unaona kabisa hili halipo na unaingia kwenye mtego. Labda ambacho mimi nimesikia mara kadhaa, labda wewe hapo ndio hujasema, ni kwamba kuna miongoni mwa wadhamini wakuu wa Yanga anadhamini pia Singida Black Stars, ambaye hapa iko wazi, sijui kama unaruhusu kutaja, ni GSM. GSM anadhamini Yanga. GSM ni miongoni mwa wanaodhamini Singida Black Stars. Singida Black Stars ina wadhamini wengi, GSM yumo, kuna Mashujaa, zipo timu kadhaa, kwa sababu nakumbuka vizuri kuna nyakati walikuwa kama wanataka wadhamini timu zote kwenye ligi kuu. Kukawa na ushindani mwingi, baadaye inaelekea option ikawa wale walio tayari wanadhaminiwa, kwa sababu uendeshaji wa klabu na gharama kubwa sana. Na kwenye kanuni za mpira wa miguu kwetu hapa na maeneo mengi duniani, mdhamini mmoja kudhamini zaidi ya timu moja sio tatizo. Tatizo taasisi au mtu mmoja kumiliki timu zaidi ya moja. Ndio maana unaona leo hii hapa Tanzania, maki hapa, kabla sijajibu swali lako, ni kwamba Simba Yanga wakidhaminiwa na mdhamini mmoja hakuna kelele kabisa, kuko kimya, shwari, hamna shari. Ila akitokea ambaye anadhamini sasa, akidhamini Yanga na timu nyingine, na mimi nikukumbushe vizuri, sitataja kampuni manake usije ukatozwa na watu wasibu ofisini kwako, maki itakuwa biashara. Kuna kampuni masuala ubashiri hivi karibuni ilikuwa inadhamini Simba Yanga. Yanga na Simba ni ndugu. Kuna taasisi za fedha, mabenki huwa wajanje sana. Unajua kabisa Simba Yanga bwana, cross section ya wananchi wapenda mpira miguu nchini wengi ni Simba Yanga. Kwa hiyo ukishika kumoja usije ukapoteza na wengine. Sasa kumbe nyinyi Yanga atuji kupata huduma za fedha kutoka kwenu. Kwa hiyo hizo taasisi za fedha hudhamini Simba na Yanga, ndugu Simba na Yanga. Haya, lakini hapa tunapozungumza ligi kuu ya England, Adidas wanadhamini timu 7 katika ligi kuu ya England. Hapa tunapozungumza, mwingine atasema unajua vifaa ndio udhamini huo. Udhamini unagawanyika maeneo mengi pamoja na vifaa vya michezo, kwa sababu kwa mfano hiyo Yanga wadhamini wake GSM ni pamoja na jezi. Kwa hiyo GSM ni kama Adidas katika baadhi ya udhamini wake. Najua kutakuwa na udhamini mwingine wanajua wenyewe, lakini mojawapo jezi za Yanga si GSM wanaoshughulika nazo. Sasa Adidas wanadhamini timu 7 ligi kuu ya England. Hapa tunapozungumza Nike wanadhamini timu 4 katika ligi kuu ya England. Msimu huu sio msimu uliopita, msimu huu Umbro wanadhamini timu 4. Issue ni miliki mmoja
kuwa na timu zaidi ya moja, hiyo duniani ikubaliki, kwa sababu unaondoa ile fair play. Basi ushindani unakuwa vipi? Lakini kwa maana mdhamini kuwa mmoja, kuna kipindi Singida Black Stars wanadhaminiwa na huyo nilotoka kumtaja mwanzo pale, ule kampuni ya ubashiri, Singida Black Stars, Namungo, Yanga, Simba. Simba simebadilisha hivi karibuni tu. Mbona hazikutajwa kwamba Yanga, Singida, Namungo, Simba ni ndugu? Haya, tuje sasa kwenye swali lako la msingi. Matarajio ni kwamba kama hivyo ndivyo, nimekwambia hapa, Yanga kutoa mataji 3 mfululizo alafu wako finali kwenye michuano ya kombe la shirikisho, maana ndio tunalojadili. Wameshinda mechi 23. Uzuri wake, Sweta mzee wa data, mimi nazikumbuka timu walizozifunga, alafu tuone kama zina connection na Yanga katika eneo hilo la udhamini, kama ndilo swali lako lipo hivyo, maana nisikutoe kwenye swali lako. Yanga baada ya kupoteza mechi ya finali na Simba Lake Tanganyika, kama unakumbuka, kina Mukoko Tonombe alipewa kadi nyekundu. Kwenye kombe la shirikisho lililofuatia 2021-22 mpaka hapa tunapozungumza, mechi zote wameshinda, zote 23. Sasa hivi wanasubiri 24 kwa ajili ya taji la 4 kama watafanikiwa kulivaa vizuri fupa la Singida Black Stars. Na katika mechi hizo, mechi ambayo Bazo walishinda kwa mikwaju penalty baada ya sare dakika 90, nazikumbuka, ni mechi dhidi ya Coastal Union finali 2021-22, mechi dhidi ya Geita Gold katika miongoni mwa ile mizunguko kwenda katika hatua ya nusu na hatimaye finali. Alafu kuna mechi dhidi ya Azam finali ambayo Yanga walishinda kwa penalty 7-6. Kwa hiyo mechi 3 wameshinda katika mikwaju ya penalty, mechi 20 ni open play katika dakika za kawaida 90. Safari yao ikoje katika mechi hizi? 21-22 walicheza dhidi ya IHF, walianza walishinda 4-0. Baada hapo wakacheza na Mbao. Zihesabu hizo. Maana tunafukuzia hizi 23, tunaanza msimu 21-22. IHF, Mbao. Baada ya Mbao wakacheza na Biashara. Baada ya Biashara wakacheza na Geita Gold. Baada ya Geita Gold wakacheza na Simba, wakaifunga. Finali wakacheza na Coastal Union, mechi kaisha 3-3 Arusha. Abdul Hamis Suleiman Sop akangara sana hiyo mechi, mabao 3. Yanga wakashinda kwa penalty. Huo msimu 21-22. Kwenye hizi timu zilizozitaja, wewe unafahamu vizuri, mfuatiliaji wa hizi klabu zetu, ipi inadhaminiwa na Yanga na hiyo timu katika hizo zilizozitaja? Yaani nimetaja IHF, nimetaja Mbao, nimetaja Biashara, nimetaja Geita Gold, nimetaja Simba, nimetaja Coastal Union. Nitakukumbusha ni Coast. Nikikuuliza na wewe ujibu, sio unaniuliza mimi tu. Coast inadhaminiwa pia na GSM. Kwa hiyo kama kwamba mkidhaminiwa na mdhamini mmoja, basi mwingine kutakuwa na kufanyia na cheza yao, wachezi mguu wa shingo mguu wa roho. Maana hapa kuna Coastal Union. Ile finali kweli ilikuwa na mguu, yani timu inayokuachia mnaenda mpaka kwenye matuta. Matuta wagaena mwenyewe ni nusu kwa nusu. Ile mechi ilisha 3-3. Coastal Union ni miongoni mwa wanaodhaminiwa na GSM. Japo sikumbuki vizuri hiyo 21-22 tayari GSM walikuwepo. Sina uhakika sana. Inawezekana ikawepo, lakini ni mechi ambayo was very tough. Mikwaju ya penalty ndio iliamua bingwa. Tunakumbuka vizuri. Je, Biashara wanadhaminiwa na GSM? Geita, Mbao, IHF, Simba, maana ndio waliofungwa. Tumemaliza msimu huo. Tunakuja msimu wa 22-23. Mechi ya kwanza mcheza na Kurugenzi. Kurugenzi wanadhaminiwa na GSM. Mimi nitataja Kurugenzi, halafu kuna Rhino, halafu kuna Tanzania Prisons walifungwa 4-1. Wengine walipigwa 8, walipigwa 7, Tanzania Prisons 4-1. Halafu kukawa na Geita Gold. Hii ya Geita hii ilikwenda sare. Yanga wakashinda kwa penalty kwa sababu sare ilikuwa 1-1 na Geita Gold. Halafu baada hapo wakacheza na Singida, by then nadhani inaitwa Singida Big Stars. Halafu finali na Azam. Yanga wakashinda finali 1-0. Hizi nilizozitaja hapa utanikumbusha wewe, ambayo ina uhusiano na Yanga unaojua wewe, maana katika GSM hizi nilizozitaja hapa kutakuwa na ipi hapa? Nimekutajia Kurugenzi, nimekutajia Rhino, nimekutajia Tanzania Prisons, nikakutajia na Singida wakati Big Stars. Sasa sijui hii labda inaweza ilikuwa au tufanye hiyo ipo, basi tufanye ipo. Alafu baada hapo kuna Azam. Kwa hiyo ina maana katika mechi 6 hizo, moja ya kishikaji kwa sababu wanadhaminiwa pamoja, na hizo 5 misi ipo. Haya, huo msimu wa 22-23 Yanga akachukua. Tunakuja 23-24. Yanga mechi ya kwanza mcheza na timu inaitwa Hausang. Walishinda goli 5-0 nafikiri. Hausang. Halafu baada hapo akacheza na Police Tanzania.
Halafu baada ya Polisi Tanzania wakacheza na Dodoma Jiji. Halafu wakacheza na Tabora United. Halafu wakacheza na Singida. Halafu finali na Azam. Sare wakaenda mikwaju penalty, Yanga wakashinda penalty 7-6. Hizi timu zote nimekutajia sasa. Msimu huu bado tuendelee na msimu huu. Msimu huu Yanga wameweza kucheza na Kopko. Baada ya Kopko ikaja Coast. Baada ya Coast ikaja Songea United. Songea United ikaja Stand United. Ikapigwa goli 8-1 sijui, lakini goli 8 Stand United. Halafu JKT Tanzania hapo Mkwakwani jijini Tanga goli 2-0. Sasa wako finali na Singida Black Stars. Hizi nilizozitaja hizi hapa. Hebu nikumbushe zinazodhaminiwa na GSM ni ngapi? Alafu Yanga imeshinda ni zipi? Na zote hizi jumla yake ndio Yanga imefunga magoli 69, imeruhusu goli 9. Hapo vipi? Kwa hiyo anyway, mimi sitoi majibu juu ya unasema kweli sio kweli, lakini najaribu kutoa facts. Facts are there. Kwamba waliocheza sioni kama kwa mfano Songea United inadhaminiwa na mdhamini ambaye anadhamini pia Yanga. Sioni Stand United, sioni Kopko, sioni JKT Tanzania wajeda wale kwamba nao sioni Azam maki finali 2 na Azam kwamba Azam anadhaminiwa na Azam na Yanga ni labda useme Azam Media ambayo timu zote zinanufaika katika ligi kuu Tanzania as a broadcaster, lakini ni taasisi Azam Football Club ni taasisi independently ndani ya yani na Azam Media, ingawa mwisho wa siku huwezi kaondoa connection yake, lakini hizi nyingine. Kwa hiyo sijui kama nimejibu swali lako kwa usahihi. Mimi tu ninachoamini ni kwamba aliyejiandaa vizuri ndio anatakiwa kushinda. Sidhani Singida Black Stars wachezaji wote wale kina Emmanuel Keyeke, kina Josephat Athubada, Jonathan Soa, Endeko Fisiril, Ibrahim Imoro, Abasogie, kina Kennedy Juma Wilson, kina Kevin Nation, kina Kamara Damaro, wote walienda kucheza. Sasa bwana, hapa tunacheza ili Yanga wawe bingwa. Mimi sijui labda watazamaji wako wata comment, lakini mimi naona kama sio kweli. Nikushukuru mzee wa dada. Shukrani jazilan.